Kitabu kina sehemu 4 na sehemu ya kwanza inaonyesha how to handle people. The main idea ni kwamba hapa hutakiwi kuwa mtu wa kulalamika au kumlalamikia mwingine au pia mtu wa kupenda kukosoa. Alitolea mfano wa muuaji wa miaka hiyo. Alipokamatwa na polisi, yeye alisema pia ni innocent soul. Behind him is the person who doesn't want even to harm or kill anybody. Hiyo inakupa picture kwamba hata mtu ambaye anaweza kuua still anajiona yuko sahihi. Kwa hiyo kuna namna ya kuishi na huyo mtu beyond wewe kumcriticize au kucomplain au kuthrow arguments with them. Kitu muhimu ni kuwa appreciative. Mtu anafanya jambo jema, ni vizuri kumsifia, na inakuwa wengi tunapenda kupinpoint kwenye makosa ya watu na kusahau hata even the little good gestures, the cup of coffee they made, the kind of buns they bring into the office. Mtu ameleta mandazi the other day, you're not even there to say thank you, lakini siku akifanya kosa ofisini, you are the one or a kind of person ambaye unamnyosha kidole. Hiyo inakuwa sio jambo jema. Kwa hiyo being appreciative and being there for a person, na kumwambia leo umefanya vizuri, nashukuru sana umeleta snack ofisini, asante mwanangu leo umetabasamu, sije kuona umetabasamu kama hivi. Inampa mtu moyo na kumjenga na kumfanya ajisikie vizuri. Pili ni kwamba how to make people like you. Ni vitu vidogo vidogo. Kwa mfano ku smile, doesn't want to smile shouldn't open a shop. Kwa maana kwamba uwezo wako wa kutabasamu unaweza kuwavutia wateja. Ofisini watu wanaweza kuwa wanakupenda kwa sababu una smile. We have all at one point tumefanya kazi au tumekaa shuleni na watu ambao walikuwa na smile, and I think their smile made us even like feel good when we are around them. Lakini kitu kingine pia kuongelea watu mambo yao, sio kwamba uwe mbea, hapana. Ni kwamba kama wewe unaweza kukutana na mtu ukaanza conversation na huyo mtu kaanza kujielezea, unajua mimi ni mrembo, getting bored. Kwa nini usianze kuwa kutaka kuwa interested kujua mambo ya mtu, ukampa room like wewe unafanya kitu gani? Atakwambia labda mimi ni mbunifu wa mitindo. Umesha kumdesignia mtu labda ambaye namjua, au can you show me your Instagram account? Lakini pia the act of being listening, kusikiliza kitu ambacho hata Oprah Winfrey alisema, aliuliza kwamba what's the valuable thing like you can never get for this time. Akasema being a listening like person, be a good listener. If someone listens to you, your ideas, how like your vulnerability, your feelings, your emotions. I think also knowing people's name. Kuna wakati mtu anaweza kuwa na majina magumu haya. Oh my god, unakuwa na majina magumu. Ruth, one of my friend anaitwa Ruth Kolozibwa. Kwa hiyo ukijaribu kujua jina la mtu kwa undani na kulipronounce lote, inampa moyo kujisikia vizuri. Sehemu ya 3 ni how to win people's thinking. Kitu cha kwanza ambacho ana insist ni ku avoid arguments. Kwangu mimi, I would say to my experience, ni mtu ambaye like ina moyo mgumu. The good thing I do is to avoid arguments at all cost. Yani kama mtu anakuja na jambo lake, sometimes I might say even yes or even keep quiet just to avoid an argument. Kumbuka mtu kishakuwa na argument naye, definitely hamtaweza kuwa siku zote kwenye good terms. Like I've said earlier, kama uko kwenye like A side to move to the B side inakuwa ngumu, kwa sababu sisi ni binadamu, ni Mungu ametuumba na maarifa na mafikirio na imani, na siku zote tunaiona ni bora kuzidi watu wengine. Kwa hiyo hata pale ambapo unakuwa unapewa ushauri inakuwa ni ngumu kuchukua, hata kama unaweza kuwa ni mzuri, na hiyo inakupa picha kwamba at certain level just avoid arguments. Lakini kitu kingine, na kama umekosea unatakiwa ukubali. Na sometimes hata mwingine labda hujakosea, lakini it's just matter of timing. Kwa hiyo I'm sorry I did it, or just a simple apology like haitajirudia tena, it's really helpful. Kama mtu amefanya makosa, there's always a friendly way to begin. Sio tu unakuwa like direct, unajua hapa umekosea, hapana. Like huyu mtu 99% amekuwa akifanya jambo jema au vitu vizuri ofisini, kwa nini ikitokea tatizo dogo unakuwa hilo ndo like the most attacking thing kwake? Why can't you start like, unajua umeanza kuwa na trend nzuri hapa kazini na tumeona like your biggest achievement ulikuweza kufix this thing, but kuna mistake nyingine imetokea ambayo tunaweza tukaibadilisha na tunaona pia imefanyika vibaya. Of course inaweza kuwa sio makosa yako, hata kama ni yako. It's like a psychology way of talking to someone. Kwa hiyo inampa yeye nguvu na kuona kumbe it was just a normal shege, I can fix it now even later, and sio kitu cha kunikia mimi embarrassment. Kuna wakati watu wana offer criticism and you'll be like I'm embarrassed. Watu wanajua ofisini umekosea, but if we are able to fix things on ground level and humble way, I think everybody will be happy in the office, everybody will be happy at home. So sehemu ambapo hapa nazungumzia kwamba tunatakiwa tuna appreciate na ku offer praise. Kuna ile phrase ambayo imezungumziwa naipenda sana, inasema I am hurt in appreciation. Nimeisahau, nitaiweka hapo. Ni nzuri sana. I think everyone should have it. I'll talk good of every person and speak nothing of their wrongdoing. Kitu kingine ni kwamba talk about your mistakes. Kuna wakati kama kiongozi, mpaka umekuwa kiongozi, it means like probability you have more experiences back then of finding yourself in faults. Kwa hiyo if you are addressing a problem, first address your like shortcomings. Like hata mimi ningekuwa kama wewe, definitely ningefail. Hii ilikuwa ni case ngumu for me to handle. Hiyo inampa mtu picha kwamba cool, kwamba kama nimekuwa ngumu kwako, mwadresia anaweza kujirekebisha. Kwa hiyo kuna famous Shakespeare phrase,
au quote unquote inasema assume a virtue and you'll have it. Kama mtu hana kitu, msifie kwamba anacho. Human mind ina like a majestic and magical way of working. Bosi wangu ameni notice kama mimi ni hardworking, even if I am not, definitely I will work it up to become a hardworking person. Kwa hiyo like assume a virtue in someone, and definitely probability of them becoming that virtue you intended them to have will just be as high as you thought it would be. Kitu kingine ni kwamba fanya makosa yawe rahisi ku correct au kujisahihisha, kwamba siku zote hamna kosa kubwa hata kama ni kosa. There was a certain story ambayo iko mwanzoni kabisa, ilitokea fault ambayo almost sababisha vifo vya watu kwenye ndege, lakini Ibani alivyo learned alianza kufanyia service na kuangalia what was the problem, lakini alimwambia yule alifanya maintenance kwamba najua umekosea, ila makosa yanatokea, kwa hiyo sio kwamba sikuamini na kuamini, na hii next trip ambayo inakuja nitakuassign wewe ufanye maintenance kwenye hii ndege. Inamaanisha kwamba huyo mtu anaweza kuwa makini zaidi, na uwezo wake kuwa makini zaidi kwenye next maintenance ni mkubwa, na kujiamini na kujua kwamba I can correct myself next time and I should be more careful. Kwa hiyo I hope you enjoying the book. Kama nilivyosema, definitely seek Mr. Joseph kwa kupata hard copy. Nimepina hapo video yake. I highly recommend kama upo kazini, like your HR, your manager, your supervisor, this book is definitely for you. Everybody have friends. Well, this is the book that everyone must read. And catch you on the next book review. I love you. Take care. Bye.